Tunaona vibanda vya chipsi vingi wanakula kuku. Tunaona pia wapika chipsi wengi wanatumia mayai, na hata kwenye marestoranti, mahoteli, hata vyumbani kwenu unajua angalau kuna tray ya mayai au kuna kitoweo cha kuku ndani ya friji. So nilichukua biashara ambayo najua nilitaka niwe na niseme guarantee ya mauzo na kitu ambacho ni long term kibinafsi na kiuchumi. Sifa za banda bora kwa uzoefu wako linapaswa liweje ili kupata matokeo mazuri sasa ya kuku, awe na nyama ya kutosha, kidali kimejaa, asiwe na manyoya mengi, afu nyama kidogo? Sifa za banda bora, cha kwanza ni usafi. Inabidi uhakikishe kwamba pamekauka vizuri, hapana unyevunyevu. Kwa hiyo wafugaji wengi sana kitu ambacho tunachofanya ni kugeuza yale maranda. Kila baada ya siku 2 unageuza yale maranda, kuhakikisha kwamba ule unyevunyevu wa juu haubaki pale juu, kwa sababu pale ndo uzalishaji wa magonjwa unapoanza. Cha pili, nafasi ya kutosha. Hakikisha kwamba ile banda ambacho unalo inaweza kustahimili idadi ya kuku ambao unao. Usifuge kuku 1000 kwenye banda ya kuku 500 ukadhani watakuwa vizuri. No. Kuku lazima wawe na nafasi, waweze kurelax pia. Cha tatu ni joto la kutosha. Unavyoingiza kuku kuna kipindi hicho tunaita brooding, hata daktari atakwambia. Kile ni kipindi muhimu sana kwenye ukuaji wa kuku. Kuku anapaswa kupata joto kinachotosha, chakula na maji, ambacho nenda kukiongelea sasa hivi, ambacho ni cha 4, chakula na maji. Kuku wa nyama anapaswa awe na chakula na anapaswa awe na maji muda wote. Yaani inabidi asisumbuke kutafuta chakula. Sio unaweka chakula hapa unaenda kuweka kingine mita 2 mbele. No. Inabidi uweke chakula na maji ziwe karibu with each other, na pia kile chombo kingine cha chakula kama utaweka mistari 4 au 3 au 4 au 5 kulipeni na banda yako, ziwe karibu ili kuku kama akija kugombania chakula hapa kisukuma kidogo, kuna kingine hichi hapa anaweza kunywa maji au anaweza kula. Na cha 5 nisema ni mwanga, kwa sababu ukiweka giza kuku analala. Kwa kama ukishe mchana kuna mwanga kutosha, na ni vizuri jioni uko hapa muda kidogo pumzika. Kama ni masaa 2 hivi unaweza ukawazimia taa. Mimi huwa nafanya ule muda wa kuingia magharibi kuanzia saa 1 mpaka saa 2:30, then nawasha taa tena usiku mzima. Kuku aweze kupata chakula na yeye mwenyewe kwa muda wake anaweza akaenda kisha shiba anaenda anapumzika. Lakini kwa muhimu ni mwanga, chakula na maji kwa muda wote wa kutosha, usafi na pia joto.